Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameonya dhidi ya hatua yoyote ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio kuhusu mlango wa Hormuz, akisema hatua hiyo inaweza kuzidisha hali baada ya kupunguza mvutano. Katika mazungumzo ya simu siku ya Alhamisi na waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, viongozi hao walijadili hali ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Araghchi alisisitiza haki ya Iran ya kujilinda kisheria ili kulinda uhuru, usalama wa taifa na mipaka yake, huku akilaani mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya nchi hiyo ikiwemo vyuo vikuu, madaraja na vituo vya kisayansi. Akizungumzia hali ya usalama katika mlango wa Hormuz, alisema imesababishwa na mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel, akiongezea kuwa kwa sasa meli za nchi zisizohusika na uchokozi zinaruhusiwa kupita kwa uratibu na vikosi vya Iran. Aidha, alikosoa juhudi za Marekani na baadhi ya nchi nyingine katika Baraza la Usalama la UN za kuziweka shinikizo kwa Iran, akionya kuwa hatua zozote za uchochezi hasa kuhusu mlango wa Hormuz zitaongeza matatizo badala ya kuyatatua. Pia alilaani mashambulizi dhidi ya maeneo ya kitamaduni likiwemo kanisa la Orthodox mjini Tehran, akisema ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na kuvitaka vyombo vya kimataifa hususan UNESCO kuchukua hatua. Kwa upande wake, Lavrov alisisitiza msimamo wa Urusi wa kulaani mashambulizi dhidi ya Iran na kusisitiza umuhimu wa kurejea kwenye diplomasia ili kupunguza mvutano. Mawaziri hao wawili walikubaliana kuendeleza mashauriano kuhusu masuala ya pande zote mbili, kikanda na kimataifa. Hayo yakijiri, pia waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameonya kuwa tishio la rais wa Marekani Donald Trump la kuishambulia Iran hadi kurudi zama za mawe, yani Stone Age, linaweza kuwa na madhara makubwa yasiyotabirika. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X siku ya Alhamisi, Araghchi alijibu kauli hiyo kwa kulinganisha dunia ya sasa inayotegemea nishati na enzi za kale, akisisitiza umuhimu wa kimkakati wa mafuta na gesi kutoka Mashariki ya Kati. Kunayo tofauti kubwa ya sasa na zama za mawe. Wakati huo hakukuwa na uzalishaji wa mafuta au gesi katika Mashariki ya Kati, alisema. Alihoji pia ikiwa rais wa Marekani na wananchi waliomchagua wana uhakika na wanataka kurudisha dunia katika hali hiyo ya zamani. Wakati huo mvutano unaendelea kufuatia mashambulizi makubwa ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaliyosababisha vifo na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Kwa kujibu, vikosi vya jeshi la Iran vimeendesha mashambulizi ya kulipiza kisasi vikilenga maeneo ya Marekani na Israel kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani. Mimi ni Amina Kanyinyi wa Dau TV.